watu wengi ambao watakukaribia, watakusogelea, watakuwa pamoja na wewe kwa njia za mawasiliano au ana kwa ana. Kila itwapo leo tunasema marafiki au watu wa karibu. Siku zote kuna kitu ambacho wananufaika kutoka kwako, na ni nature iko hivyo, ni asili iko hivyo, mwanadamu amejikuta yuko hivyo. Na sisemi sasa ili uweze kujitenga na hawa, sizungumzi ili uweze kukaa mbali na hawa watu, sizungumzi ili uweze kuwa na nia mbaya juu ya hawa watu, kuwatazama vibaya hawa watu. Hapana, nazungumza kwa sababu nataka kuimarisha mahusiano yako wewe na Mungu aliyeumba mbingu na nchi, ambaye alikufahamu kabla hujaja kwenye ulimwengu huu, anaendelea kukufahamu sasa, na baada ya kumaliza kipindi chako kwenye ulimwengu huu utaenda kuwa pamoja na huyo. Ndio ninaye mhubiri muda huu na sahihi, kwamba jenga mahusiano yako na Mungu, kwa sababu alikupenda ungali una dhambi, haangalii una nini hasa, ili awe karibu na wewe. Kwa hiyo kwa wewe ambaye huna hawa watu walikuzunguka, usisahau, kwa sababu siku ukianza kuona vitu ambavyo wanavihitaji, hali ambazo wanazihitaji, nafasi ambazo wanazihitaji, watakuwa karibu yako. Sasa usipumbazwe. Jua kwa nini mwanzoni hawakuwepo na kwa nini sasa hivi wapo. Si kwa sababu yako, kuna vitu wanahitaji. Na wewe ambaye wapo wamekuzunguka, watu kadha wa kadha wa aina tofauti tofauti, wengine wakionyesha sapoti zao kwako, wengine wakionyesha msaada wao kwako, usifikiri wanafanya hivyo kwa sababu wanakupenda sana au wanakuja. Kuna kitu watanufaika, kuna kitu wanatarajia, kuna kitu ambacho wanakiona kwako na wao wanakihitaji. Kwa hiyo usipumbazwe ukafikiri kwamba umefika, ukamwacha Mungu ukaanza kuambatana na watu, ukamwacha Mungu ukaanza kuambatana na watu. Siku hivyo vitu vikiondoka, nao watakaa pembeni.